maafisa 6 na kujeruhi 10 eneo la Garissa. Mauaji hayo yanafikisha vifo vinavyotokana na ugaidi na ujahili kuwa 24 katika miezi miwili pekee. Je, Waziri Kipchumba Murkomen analemewa? Hilo nalo swali. Je, analemewa? Hilo ni swali. Ukurasa wa pili ni taarifa endelezi kutoka ukurasa wa kwanza kuhusiana na Murkomen kulemewa. Taarifa za pembeni, wakulima wauziwa mbolea feki tena. Kero la wakulima kuuziwa mbolea feki limechipuka kwa mara nyingine wakati ambapo msimu wa upanzi unaanza. Uchunguzi wa gazeti la Taifa Leo umebainisha kwamba uchunguzi wa Taifa Leo umebaini kuwa wafanyabiashara laghai wanawahadaa wakulima katika maeneo kadhaa ya bonde la Ufa na Nyanza na kuwauzia mbolea iliyofeki. Haya, kashfa imerudi tena hiyo. Katibu matatani kwa kukaidi amri ya kuwalipa wanajeshi. Mahakama Kuu imemwagiza katibu katika Wizara ya Ulinzi Patrick Mariru ajitetee kwa kukiuka Mahakama Kuu imemwagiza katibu katika Wizara ya Ulinzi Patrick Mariru ajitetee kwa kukiuka amri ya kuwalipa wanajeshi 10 wa zamani shilingi milioni 68.8, la sivyo adhibiwe kwa kufungwa gerezani. Haya, Kenya ndio mambo ni kama hivyo. Yaani hata uwe nani, kipiga blanda wewe onyo unalo. Ukurasa wa 3, IBC mahojiano ya kuwatafuta vinara wapya kuanza leo. Haya, leo ndio itaanza kindumbwe hicho. Katika taarifa za ziada, mwili wa mwanafunzi wa Maseno wapatikana kichakani. Hizo ni taarifa za ukurasa wa 3, ambapo mwili wa mwanafunzi wa Maseno wapatikana kule kichakani. Mwanafunzi wa chuo kikuu cha Maseno ambaye amekuwa akisakwa na wanafunzi na polisi kwa wiki moja ulipatikana jana. Ilibainika alijitia kitanzi, naaminika kuwa alijitia kitanzi mwenyewe. Ukurasa wa 4, machifu wataka bunduki walinzi maalum Lamu. Haya, wahudumu katika vijiji mbalimbali vya msitu wa Boni kaunti ya Lamu wanashinikiza serikali kuwapa ulinzi maalum ili kuepuka kulengwa, kutekwa nyara na hata kuuawa wakati wa magaidi. Mwito fidia ya shilingi bilioni 1.3 Owino Uhuru ilipwe. Hii kesi iliisha kitambo sana, tangu mwaka jana. Ukurasa wa 5, habari za kitaifa. Ngirishi sasa amruka Ruto akisema ametelekeza Kirinyaga. Magharibi wataka Oparanya achukue kiti cha Kindiki 2027. Haya. Sehemu ya Magharibi, viongozi wake wa kisiasa wanataka kiti cha naibu wa rais na wanataka Wycliffe Oparanya ndio atuzwe. Ukurasa wa 6 ni tahariri. Huenda agizo la Ruto kuhusu vitambulisho ikatishia usalama.
na Rais Akome kutumia handshake na Raila kuhangaisha Wakenya ni tahariri ambazo zimeweza kuwasilishwa. Katika taarifa za ukurasa wa 7 ni barua Wetangula akubali Azimio ndio wengi bungeni, mojawapo katika barua ambazo zimeweza kuwasilishwa. Msikilizaji, kufikia hapo sina inda wala tada isipokuwa kutamatisha mpango mzima huu wa udondozi wa magazeti. Dakika ni 50 zimekatika baada ya saa 1. Msikilizaji, ndio tumetamatisha udondozi wa magazeti. Kumbuka udondozi huu wa magazeti, msikilizaji, kwenye kitengo leo magazetini imeletwa kwako kwa hisani kuu ya Pembe Flour Mills. Watengenezaji hawa hodari nguli wa katika kusaga ngano, mahindi na lishe kwa ajili ya mifugo. Pembe Flour Mills, msikilizaji, katika Ramadhani hii kumbuka Pembe self-rising home baking flour pamoja na ule unga wa Pembe all purpose home baking flour, basi ndio wandani wako hawa unapokuwa mikoni kwa ajili ya kuandaa iftar ya mapochopocho na mahanjumati. Pembe Flour Mills Limited, the manufacturers of high-quality maize, home baking flour, and animal feeds. Pembe Flour Mills has 2 branches in Nairobi's industrial area, namely Pembe Flour and Feed Mills Lungalunga Road and Pembe Flour Mills Suma Bay Road industrial area, Nairobi. We also have a godown in Nakuru, near KFA. Other branches in East Africa include Pembe Flour Mills Limited, Kange industrial area, Korogwe Road, Tanga, Tanzania, Bajabir Millers Limited, plot number 1, 5th Street industrial area, Kampala, Uganda. Pembe Flour Mills Limited, Biumba Bishumbi, Northern Province, Rwanda. Pembe Flour Mills, the mark of trusted quality.